Kwa hiyo tulianza kujipanga tufanye nini katika eneo hili. Kwa hiyo tukiangalia katika majukumu yetu ya msingi kama Jeshi la Kujenga Taifa, tunayo majukumu ya msingi matatu. Jukumu la kwanza lilikuwa ni kulea vijana, lakini jukumu la pili tunatakiwa kuzalisha mali. Jukumu la tatu, sisi kama sehemu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania tunatakiwa tufanye ulinzi wa nchi yetu. Kwa hiyo kuwepo hapa kwetu vile vile ni kimkakati kiulinzi. Lakini vile vile eneo hili ndio maana nilimwambia kwamba kuna katika mgawanyo wa kikosi hiki kuna eneo litakuwepo la mashamba. Na eneo kama mnavyoona leo ni kipindi cha mvua, na mnaweza kuona kwamba kuanzia asubuhi ilikuwa ni mvua. Eneo hili lina mvua nzuri na vile vile lina rutuba nzuri sana. Lakini maono ya Mheshimiwa Rais ni kwamba angependa Jeshi la Kujenga Taifa liwe na uwezo wa kuchukua vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 kwa ajili ya mafunzo ya mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwa hali hiyo ni kwamba ili tuweze kuwachukua vijana wengi zaidi, lazima miundombinu ya vikosi vilivyopo iongezeke, lakini vile vile tuweze kuongeza vikosi vingine. Kwa hiyo kiteuli hiki kimetoka sasa tunataka kukitoa katika hadhi ya kuwa kiteule cha kawaida, sasa kiende kuwa ni kikosi cha Jeshi la Kujenga Taifa ambacho kitachukua vijana kwa ajili ya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo ndio maana mnaweza kaona miundombinu kama hii ni miundombinu ambayo tunaijenga maalum kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuchukua vijana wa kutosha kuweza kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, yale ya kujitolea na yale ya mujibu wa sheria. Kama nilivyosema, kuwepo kwetu hapa ni kama jeshi ni mkakati. Na ukiangalia hapa eneo hili lipo karibu na mpaka wa nchi jirani, lakini vile vile ukiangalia eneo hili ni msitu mkubwa ambao unaweza kwa namna moja au nyingine ukawepo na uhalifu. Kwa hiyo kuwepo kwetu sisi hapa ni mkakati wa kiulinzi vile vile. Naomba nikuhakikishie hivyo. Mimi kwanza nitumie wakati huu kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6. Tumekuwa tukipewa bajeti, tukiongezewa bajeti kwa wakati mbalimbali. Lakini hii ni mojawapo ya matokeo ya bajeti zile za kuongeza kwamba tuongeze miundombinu kwa ajili ya kuchukua vijana wengi zaidi. Kwa hiyo kwa eneo hili kwenye kikosi hiki kwa kuanzia sasa hivi tutajenga majengo 9 kwa wakati mmoja hapa sasa hivi. Na tuliweza kuleta pesa ambayo tuliipokea kutoka serikalini, lakini tumeweza kugawa kwenye eneo hili kwa ajili ya shughuli ya hapa shilingi bilioni 1.6, ambayo kwa sababu tunajenga sisi wenyewe, tunatumia vijana wetu, tunatumia mainjinia wetu kama ulivyowaona. Kwa hiyo tutakuwa na majengo yapatayo 9 katika eneo hili, ambapo tutajenga ofisi kuu ya kikosi, lakini tutajenga maanga 3 kwa ajili ya vijana. Tutaweza kujenga zahanati, tutaweza kujenga maanga ya askari kapera na maofisa kapera. Lakini yapo majengo mbalimbali ikiwemo majengo ya kutunzia silaha na nini, mpaka kuhakikisha kwamba tunaweza kupata majengo idadi 9 kwa gharama ya bilioni 1.6. Lakini mwezi huu wa 3 makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa baada ya kupokea pesa kwa ajili ya maendeleo, vile vile tumeallocate shilingi milioni 428 kwa ajili ya kuongeza majengo mengine 3 ya vijana, maanga mengine 3. Lakini vile vile tutajenga majengo mengine karibu majengo yapatayo 5 tena mengine kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huu. Lakini sio mwisho, bado tutaendelea mpaka kuhakikisha kwamba kikosi kinatimia kama kikosi. Kwa majengo haya ya awali ambayo tulikuwa tumepanga tuanze nayo majengo 9,
tulikuwa tumepanga kwamba kwanza mradi utakamilika mwezi wa 11. Lakini kutokana na kasi inayoendelea sasa hivi na kwa taarifa ambayo nimeipokea kutoka kwa msimamizi na kuona namna ambavyo anafanya kazi, ule namna mpangilio wake anavyofanya kazi, amenihakikishia kwamba mwishoni mwa mwezi Juni atakuwa amekamilisha kazi hii. Na pamoja na kwamba kuna changamoto hizi za mvua, barabara hazipitiki, uletaji wa material ni mgumu kidogo, lakini amenihakikishia kwamba inapofika mwezi wa 6 mwishoni atakuwa amekamilisha, kwa sababu vitu vyote vya msingi, pamoja na kwamba tayari jengo linaendelea kujenga structure, lakini mabati kwa ajili ya kuwezeka tayari yameshaagizwa, vitu mbalimbali kwa ajili ya kumalizia tiles na nini zimeshaagizwa. Kwa hiyo vitu vingi vimeshaagizwa na viko kwenye utaratibu tu, ni kwamba ni kwa kiasi cha kuleta tu site na kuja kuendelea na ujenzi. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote. Tuna hakika kama alivyonihakikishia msimamizi wa eneo hili, tuna uhakika kama mwezi wa 6 mwishoni kwenda wa 7 kazi itakuwa imekamilika kwa majengo haya ya awali. Ni miongoni mwa site engineer katika mradi huu, ambapo kwa upande wangu ninasimamia jengo kuu, jengo la askari kapela, lakini pia jengo la ghala la silaha. Sisi tukiwa kama maengineer ambao ni kweli ni maengineer ambao tupo ndani ya jeshi, lakini maengineer ambao tumepata mafunzo na elimu ya kutosha kuhusu ujenzi, sio kubabaisha. Kwa namna hiyo basi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunatumia taaluma yetu yote ambayo tumeipata shuleni, kuangalia kabisa kwamba tunazingatia standard zote ambazo zinazoongozwa katika miongozo ya ujenzi, kuhakikisha kwamba kila kitu kinatimilika kwa standard yake iliyopangwa kwa mujibu wa mwongozo ambao unatolewa na vitabu mbalimbali na specification mbalimbali za ujenzi. Kwa katika hilo naomba nikutoe shaka ya kwamba tutapambana, kwa sababu hii mbali na kuwa mhandisi tu wa kawaida, sisi ni makamanda na sisi ni wanajeshi. Tutapambana kuhakikisha kwamba kila ambacho afande wetu CNS ameweza kutueleza kupitia kwa Operation Commander Meja Mpemba kinatimia kwa ukamilifu na kwa wakati kadri ulivyoweza kupangwa.